mechi ya dabi kesho unaileta hapo. Unafanya hivi. No. No. Watu wa club licensing wamekagua huu uwanja hivi kweli hivi. Huu wa kucheza mechi kesho. This way guys. No. Huu ni uwanja wa mechi ya dabi kesho. Really this way. This. No. Tuupe huu mpira wetu thamani inayostahili na tuache politics. This is not right. Kuleta mechi hapa hivi. This. Naona hii mechi unachezaje hapa? Sawa. Angalia mazingira. Tunataka kuwa wachezaji. Alafu si mchanga huko. Hapa wamejeza mchanga. Ameka mchanga hapa. Hao ni Young African wakiwa katika mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao utachezwa Meja Isamuhyo Mei 3. Na Young African kama ilivyokuwa kanuni kwamba lazima waweze kufanya mazoezi siku moja kuelekea katika mchezo. Na siku ya leo walikuwa wakifanya mazoezi, lakini tunamuona meneja wa timu Walter Harrison akiwa anajaribu kukagua pitch na kuweza kuona vitu ambavyo vinaweza kuonekana. Pitch angalia jinsi ilivyokuwa imechimbika, imekuwa imelowana, mvua imenyesha kweli, na isitoshe pia kuna hali ya mvua ambayo inaendelea. Huenda usiku wa leo ikaendelea mvua, kesho pia ikaendelea mvua. Sasa itakuwaje kuhusiana na jambo hilo? Mimi nimeona kwamba nije tu nitoe na mimi Mr. Opinion nije kutoa maoni yangu kwamba kwa hali ilivyo ya kiwanja sioni sababu ya mechi hii kuweza kuchezwa kama hali ya kiwanja ipo kwa staili hiyo, kwa sababu ukiangalia ukweli ni kwamba kiwanja kina hali mbaya sana na isha kutokea mara kadhaa katika mechi ambazo zimeweza kuahirishwa kutokana na hali ya kiwanja. Ukiangalia mechi ya Simba dhidi ya TRA iliweza kuahirishwa mechi hiyo kwa sababu ya hali mbaya ya kiwanja ilivyo. Lakini kuna mechi zingine zimeonekana zikilazimishwa kuchezwa ingawaje hali ya kiwanja zimekuwa mbaya zaidi, lakini sio kwa taswira ya kucheza Simba na Yanga katika uwanja ule. Kucheza kwa uwanja wa namna ile kwa dabi ya Kariakoo ambao dabi namba 5 barani Afrika, unapoizungumzia dabi ya South Africa, unapozungumzia dabi ya Egypt, unapozungumzia dabi ya Ivory Coast, unapozungumzia dabi ya Morocco, lazima utakuja kuizungumzia na dabi ya Tanzania ambayo dabi ya Kariakoo. Kwa moja kwa moja dabi kubwa kama hii inakwenda kuchezwa kwenye uwanja wa staili hiyo, inakuwa haiwezi kufanana na kigezo ambacho tulikuwa tumejiwekea cha ubora katika ligi yetu. Lakini pia ukiangalia tumealika marefari kutoka nje ya Tanzania, wanatokea nchini Morocco. Kila mmoja anafahamu lenki waliokuwa nayo Morocco. Wanafahamu kuwa miundombinu iliyoko kule Morocco, marefari wenye viwango vya hali ya juu wanakuja kuchezesha mechi kubwa ambayo inaonekana kuwa ni mechi namba 1 katika ukanda huu wa Afrika Mashariki kwenye uwanja ambao unakuwa hauna hadhi ya kuchezewa mechi kubwa kama hiyo. Hiyo inakuwa haiko sawa. Kwa upande wangu mimi naona kabisa kwamba haikustahili mechi hii kuendelea kuchezwa, kwa sababu ukiangalia hali ya kiwanja haiwezi kusadifu ya kile ambacho watu waliweza kutegemea kuweza kuona katika mechi ya Simba na Yanga. Isitoshe ukiangalia Walter Harrison amekuwa akikagua uwanja na kuna baadhi ya maeneo utaendelea kumsikia hapa anapokuwa anasema kwamba hata mpira ukirudisha udundi kutokana na kwamba maji yamekuwa yamejaa sana. Lakini pia kuna baadhi ya maeneo ya kiwanja yamejazwa mchanga. Sasa kiafya ya mpira, ukiwa unaweka mchanga katika eneo ambalo lina tope, inakwenda kuhatarisha maisha ya wachezaji. Kwa hiyo hii sio tu kwa Yanga peke yake, hata kwa Simba wenyewe pia inawezekana pia ikaleta hatari. Sasa sioni sababu kwa dabi kubwa kama hii kuweza kulazimishwa kucheza katika uwanja ambao haukuwa sawa. Na unaweza ukajiuliza maswali mengi sana. Wanakwenda kucheza katika uwanja huu, wakilazimisha kucheza katika uwanja huu kwa mechi kubwa kama hii ya Simba na Yanga, malengo hasa ni nini? Yaani wanataka kuachieve kitu gani? Mimi nafikiri kwamba hii inaweza ikaleta taswira mbaya sana, kwa sababu ni mechi ambayo licha ya kwamba inabeba mashabiki wengi, lakini mechi ambayo kwenye matangazo inakuwa publicity na inakuwa kubwa zaidi, itatazamwa katika eneo kubwa zaidi ndani ya nchi na nje ya mipaka ya Tanzania. Vipi unakwenda kuuza kitu gani nje ya mipaka ya Tanzania kwa mechi kubwa kama ya Simba na Yanga kwenda kuchezwa kwenye uwanja kama huu ambao unaona kabisa kwamba umeshindwa kukidhi
viwango vya kuweza kucheza mchezo huu. Turejee msimu uliomalizika, Simba anafika fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Alikuwa anahitaji kuutumia uwanja wa Benjamin Mkapa. CAF waliweza kukataa uwanja huo na kusema kwamba haujakidhi viwango, lakini pia wakaweza kushinikiza mechi kaenda kuchezwa Zanzibar, Amani Complex. Tunaona Clatous Magoli alilazimisha kweli, akaenda kupiga hadi picha katika uwanja ule akilazimisha kwamba mechi lazima ichezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini unaona kwamba haki iliweza kusimama na walihamisha mchezo ulikwenda kucheza Amani Complex. Hilo ulikuwa mzuri. Kwa hata katika mechi hii ya Simba na Yanga, kama ni lazima iweze kuchezwa, basi it's better hata ukaenda kuchezwa basi uwanja wa Chamazi au ukaenda kuchezwa hata pale KMC, kwa sababu si lazima uchezwe. Lakini kama hakuna ulazima huo, mimi kama Mr. Opinion nashauri mechi hii iweze kuahirishwa ili kuweza kupangiwa tarehe nyingine kama ilivyokuwa imetokea katika michezo mingine. Tumeshuhudia michezo kadhaa imeweza kuahirishwa. Tumeona Mtibwa Sugar amekwenda kutumia uwanja wa Dodoma kama uwanja wa nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu uwanja wake hauna vigezo. Tumeona pia Prison amekwenda kutumia uwanja wa nyumbani, uwanja wa Dodoma kama uwanja wa nyumbani. Kwa sababu gani? Uwanja wa Sokoine ulikuwa hauna vigezo. Umeelewa vizuri hapo? Lakini pia tumeona Simba dhidi ya TRA, mchezo uliweza kuahirishwa na mpaka ukaja kuchezwa baadaye, ukaanza kuchezwa mchezo wa pili kabla ya mchezo wa kwanza kuchezwa. Kwa sababu gani? Hali ya picha haikuwa sawa. Kwa kama maeneo mengine yaliweza kuzingatiwa na kuweza kuahirishwa mchezo huu, mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kwamba mchezo huu kwa nini usiweze kuahirishwa wakati kuna michezo mingine ambayo iliweza kuahirishwa kulingana na hali ya picha ya kiwanja, kwa sababu tunakwenda kuepuka aibu kubwa. Hii sio aibu ndogo, hii ni aibu kubwa, kwa sababu unapoizungumzia Yanga, unapoizungumzia Simba, unazungumzia timu kubwa ambazo zinakuwa zina icon kubwa sana katika taifa letu la Tanzania, lakini pia ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Pia ukiangalia sisi tupo kwenye maandalizi ya kusimamia AFCON 2027. Sasa kama nasimamia AFCON alafu Simba na Yanga wanakwenda kucheza katika uwanja wa namna ile, tunatuma message gani CAF? Tunatuma message gani kwa wasimamizi wa michuano ya CAF kwamba Tanzania tunapotazamia kwenda kucheza michuano ya AFCON, mechi kubwa katika nchi hiyo inachezwa kwenye uwanja uliopo kwenye hali kama hiyo? Je, wataweza kuhosti mechi zote za AFCON ambazo zitachezwa katika nchi yao? Ingawaje tunashirikiana na Tanzania, Kenya, Uganda, lakini kwa staili hiyo kwamba je, tunakwenda kuuza kitu gani kimataifa? Kwa hiyo ni aibu kubwa kuchezeshwa mechi katika uwanja wa namna hiyo kwa hali ya Simba na Yanga, kwa sababu tunalinda brand yetu, lakini pia tunalinda vitu vingi ambavyo mwisho wa siku vinaweza vikatuletea taswira mbaya katika hali yetu ya Tanzania. Kwa kitu ambacho mimi naweza nikakishauri kwamba mechi hii iweze kuahirishwa ili tuweze kuepusha alama mbaya kwa michezo yetu, lakini alama mbaya kwa taifa letu. Lakini pia ukija kuangalia kama italazimishwa kuchezwa hivyo, maana tunakwenda kukubali kuhatarisha maisha ya wachezaji na usalama wao. Sio wachezaji wa Yanga peke yake, hata wachezaji wa Simba, hata wachezaji wa Yanga pia wanakwenda kuhatarisha afya zao mchezoni. Kwa kuhatarisha afya zao mchezoni, hii inakuwa haijakaa sawa sawa, kwa sababu wachezaji wa Simba na Yanga pia tunawategemea kwenye majukumu ya timu za taifa. Vipi kama kuja kupata injury za kudumu? Tumeona mpaka sasa hivi Dickson Job hayupo kwenye mipango ya kucheza timu ya taifa. Kwa sababu gani? Ana injury ya kudumu. Mpaka sasa hivi tunaona Clement Mzize hayupo kwenye mipango ya kucheza timu ya taifa. Kwa sababu gani? Ana majeraha. Abdulrazak Hamza, Wilson Nangu, hawa wote ni wachezaji ambao wanatumainiwa na ni icon kucheza katika timu za taifa, lakini wanashindwa kupata nafasi hiyo kwa sababu ya majeraha ambayo wameyapata. Kwa hiyo tuweze kuepuka vitu kama hivi ili tuweze kulinda status ya taifa letu, tuweze kulinda pia status hata ya kucheza timu za taifa, lakini pia tulinde status ya timu zetu hizi. Simba, Yanga ni timu ambazo ni kubwa, ni timu ambazo zinasifika Afrika, ni timu ambazo zinaogopeka, ni timu ambazo tayari zimeshajiwekeza na zimeshajitengenezea daraja lake. Kwenda kuchezesha kwenye uwanja wa namna hiyo, mimi sioni kama ina afya kweli kweli. Kwa hiyo yote katika yote, mimi ushauri wangu niuliza kwamba mechi ya Simba na Yanga ichezwe tarehe 3 mwezi Mei. Jibu kubwa kabisa, kwa hiyo kubwa kabisa, no, sio sahihi kuweza kucheza katika uwanja wa Meja Isamuhyo kama ukiwa kwenye hali kama hiyo. Kama utakuwa kwenye hali ya tofauti mpaka kufikia hiyo tarehe 3, unaweza ukachezwa, lakini kama hali yenyewe iko kwa staili ile,
mimi sioni kama kuna uhalali wa kuweza kuchezwa katika uwanja wa Meja Isamuhyo. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda nikiwa nakuletea huu uchambuzi matata kabisa ambao ulikuwa unazungumzia kuhusiana na hali ya kiwanja iliyopo katika pale uwanja wa Meja Isamuhyo. Basi kama utakuwa bado haujasubscribe, fanya hivyo. Bonyeza neno subscribe, itakuja alama ya kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo ambazo zitakuwa zinajiri hapa ndani ya Steam Media. Hadi wakati mwingine, bye bye.